mafunzo haya ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kitaifa ambao unasimamiwa na Jeshi la Polisi, na hapa pia niendelee kumpongeza kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wetu wa Mbeya kushirikiana na wilaya kuhakikisha kwamba swala hili linaendelezwa kama ambavyo imewekwa kwenye kumbukumbu mbalimbali. Malengo mahususi ya kozi hii, lengo la kwanza ni kuwajengea watumishi uwezo wa udereva wa kujihami, ambayo mtafundishwa ili muweze kujiandaa na makosa ya madereva wengine na hali za dharura barabarani. Pili ni kuelimisha kuhusu ukaguzi wa magari. Kabla ya kuanza safari, hakikisha gari linafanya kazi vizuri. Kumbuka, gari lenye matatizo ni hatari kwako na kwa wengine wanaotumia barabara. Tatu ni kuelewa sheria na alama za barabarani. Takwimu zinaonyesha kuwa ajali za barabarani zinagharimu nchi takriban 3% ya pato la taifa kila mwaka. Baada ya mafunzo haya, muwe mabalozi wa usalama barabarani katika taasisi zenu na katika jamii zenu. Ukiwa nyumbani, ukiwa kanisani, ukiwa misikitini, ukiwa kwenye vikao vya serikali, elimu hii iwe midomoni mwetu. Tukumbuke kuwa usalama barabarani si jukumu la polisi pekee wala si la serikali pekee. Usalama wa barabarani ni jukumu la watu wote, wakiwemo watumishi wa umma ambao leo tunapata nafasi ya kupata mafunzo ya udereva wa awali kama ambavyo imeelezwa vizuri na wasemaji waliotangulia. Kama kila mmoja atahudhuria mafunzo haya kama ilivyopangwa ndani ya mwezi mmoja, naamini tutatoka tukiwa tumeelewa na hatutaweza kusababisha ajali, na mwisho wa siku barabara yetu itakuwa ni salama kwa wale wote wanaotumia barabara. Mafunzo haya tumeyaleta kwenye maeneo karibu na watumishi. Tulilenga sana askari wa Jeshi la Polisi na majeshi mengine na wananchi kwa ujumla. Sasa kwa sababu tumeyasogeza, sisi ambao tumekuja leo tuwe mabalozi wa kwenda kuwaambia wengine ambao hawajafika wafike, wajitokeze na kutumia fursa hii kujifunza, ili mwisho wa siku kila mmoja ambaye amepata fursa ya kupata chombo cha moto, pikipiki, gari na guta, pawatila, awe na leseni. Kozi hii zaidi ya kutekeleza matakwa ya kisheria, naichukulia kama ni sehemu ya kudumisha mahusiano mazuri kati ya Jeshi la Polisi na taasisi nyingine. Barabarani kuna changamoto kubwa. Unauliza mtu leseni, anakwambia mimi niko idara ya maji. Bwana, leseni yako ile iko wapi? Anakwambia mimi ni mfanyakazi wa TANESCO. Sasa kidogo kunakuwa na gongana. Itategemea na usawa pia za askari na mazingira na mambo kama hayo. Lakini zoezi hili ambalo afanya RPC imetoa maelekezo na linasimamiwa kwa mkoa wetu wote wa Mbeya. Na kuna mwasilishaji mmoja alisema adhani kama mikoa mingine inafanya zoezi hili. Sisi lengo letu labda mtumishi yeye mwenyewe awe kukaidi, lakini sisi kwa minajili ya kutekeleza sheria, lakini kwa mahusiano mimi ndio tunataka hapa kuepusha migogoro baina ya watumishi. Tumeweka zoezi na tunategemea mkoa mzima watafikiwa kwa sababu tunazunguka wilaya zote. Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza Nasoro Fadhili Mavura kwa gereza Mbarali. Mimi ni mshiriki wa kozi hii ya mafunzo ya awali ya udereva, kozi namba 2 ambayo inaendeshwa na Jeshi la Polisi hapa kituo cha polisi Mbarali. Nichukue fursa hii kushukuru kwa Jeshi la Polisi wakishirikiana na VETA kutuendeshea mafunzo haya, kwani yataturahisishia kujua alama za barabarani, sheria zote zinazohusiana na usalama wa barabarani. Ni pamoja na kutusaidia au kuwasaidia wananchi wote ambao bado hawajapata mafunzo ya usalama barabarani. Ni pamoja na askari na watumishi wote kwa pamoja waweze kupata elimu hii ya usalama barabarani. Kwa jina anaitwa VP 10759 Corporal Janet,
ni askari wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Kwa sababu mimi pia nasimamia sheria za usalama barabarani, ni vizuri nikafahamu vizuri kwa undani kuhusu sheria za usalama barabarani na chombo cha moto. Pia faida kwangu mwenyewe kama mtumiaji wa chombo cha moto kwa ajili ya kujiepusha na ajali pamoja na madhara mengine ambayo yanaweza katokea kwa ajili ya kutumia chombo cha moto bila kuwa na elimu. Nashukuru jeshi la polisi pamoja na mkuu wa wilaya kwa kutufungulia rasmi siku hii ya leo mafunzo haya ya udereva, na napenda kumwomba pia basi mafunzo haya yaendelee na kwa wengine ili kuepusha mgongano kati ya jeshi la polisi na watumiaji wengine wa barabara.